uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Baba, mapenzi yako yatimizwe, yangu na yake Bwana. Omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Shukrani na furaha ni kwa ajili ya wema wako na ukuu wako Bwana. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoingia mahala hapa asubuhi njema, umekuwa pamoja nasi. Mkono wako Bwana umetubeba, mkono wenye hodari umekuwa pamoja nasi. Tunakupa sifa, tunakupa heshima ni kwa ajili ya vipindi vyote ambavyo Bwana umetubariki. Na sasa Bwana tunaenda kuingia awamu ya tatu na ya mwisho, ni kwa ajili ya neno lako. Tunamuinua mtumishi wako mchana huu leo mikononi mwako. Mtumie kama chombo, mpe usemi na ile ripota na ile message ambayo Bwana umetumana ni kwa ajili ya kanisa, wacha akaiachilie sawa na mapenzi yako. Tunakupenda na tunakuheshimu Baba wa mbinguni. Wakati tunainuka kinyume na ila na njama zote za adui, yale maroho kuinuka kuharibu neno, yale maroho ambayo huleta usingizi, watu wanakosa ladha ya neno, Baba wa mbinguni tunayakemea na kuyashusha chini katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Roho wa Mungu tawala, hudumia kila mmoja, tuhudumie na hudumia mtumishi wako. Tunakupenda na tunakuheshimu na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ningependa tukaweza kupiga makofi tunapoenda kumkaribisha mtumishi anapoenda kwa madhabahu, na wema wa Bwana utakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo ningependa tuandae mikono yetu. Andaa mikono yako vizuri tunapoenda kupiga mikono vizuri na kushangilia, na itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kipindi ambacho tumeingia ni kipindi kizuri, kipindi cha kulishwa. Kwa hivyo ni vizuri ufungue moyo wako ukaweza kupokea kutoka kwa Bwana, naye Bwana atatenda. Kwa hivyo tutapiga zile tano kutoka pale, tutaweka shangwe na nderemo na utukufu wote utamrejelea Bwana. Haleluya. Haya, twende. Baba, kwa jina la Yesu nasema ni asante kwa kipindi hiki kingine tunapo Baba enda kusikia neno lako. Nainua hizi sadaka na zaka mbele zako, hata zile zimetolewa kwa njia ya simu, zote naziunganisha na hizi na kuzitakazisha
kwa jina la Yesu. Nazitenganisha na zile za kawaida, na sasa kusema hii mbegu watu wako wametoa. Baba, wacha ikaweze kutoa mavuno. Baba, tukavune mara 30, mara 60 na mara 100. Baba, naomba Jehova, kazidi kuongezea nguvu zako juu ya mikono yetu. Tupe uwezo wa kutengeneza mali. Tupe uwezo Bwana, maganda zetu zisikauke, lakini wakati wa mavuno tukaweze kuvuna, wakati wa kuongezewa tukaongezewe, wakati Bwana wa kukua tukaokue, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ibada ya leo. Tunashukuru wewe ni Bwana. Asante kwa kipindi cha kusikia neno. Naomba unitumie kama chombo. Najitoa kwako Roho Mtakatifu. Kanitumie sasa. Nipe ufunuo na unipe uwezo wa kunena. Na mioyo yote ikapokee Bwana. Nafungulisha masikio yetu ya ndani. Nafungua mioyo yetu Bwana. Neno lako Baba halitabadilishwa. Tunapolinena kwa haya madhabahu, nanyamazisha sauti yote ya kuharibu neno, sauti yote ya kubadilisha, sauti yote ya kutunong'onezea mambo mengine. Tunanyamazisha hizo masauti za nguvu za giza. Tunanyamazisha sauti yote ya kupigana na neno la Bwana. Ninakuja mbele zako Bwana, nikiomba sasa utupe moyo ya kutulia na mawazo yetu yakatulie miguuni mwako. Katunenee kama vile Meri alichagua jambo njema, hivyo nasi tumechagua siku ya leo. Nashukuru kwa kipindi hiki. Nafunika hii ukumbi na damu ya Yesu. Nafunika maisha yetu na damu ya Yesu. Neno lako Bwana likatuokoe. Neno lako likatukomboe. Neno lako likatushauri. Neno lako likatufungue. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Unaweza kuketi. Asanteni. Tunika praise and worship kwa coordinator na kwa encouragement na hata kwa minister kunikamilisha kwenye madhabahu. Haleluya. Nashukuru kwako wewe. Chukua ujumbe wa Bwana ukuchie nguvu. Haleluya. Siwahi dharau nabii katika hii madhabahu. Roho wa Mungu anatunenea. Ikinena simama nayo. Haleluya. Kama uko na prayer point ya wiki hii, sasa unachukua hilo neno limenenwa, naanza kudai. Haleluya. Nilikuwa ninasoma neno la Bwana katika kitabu cha Timothy. Haleluya. Mahali Paulo alikuwa anamwambia Timothy, my son, usisahau ile neno lililo neno unabii uliopokea wakati uliwekelewa mikono. Haleluya. Every prophetic word God speaks to you. Hata kama ni umesoma Biblia, lazima ujue wakati Bwana anakunenea prophetically through the Bible. Haleluya. Neno lake unalichukua na unajua hiyo sasa ni silaha umepewa ya kuwa ukijiombea nayo, uclaim your breakthroughs. Haleluya. Akamwambia hiyo neno, Timothy my son, uweze kuwage war with it. Haleluya. Kwa hivyo kuna battles ili tukaweze kuenda mbele. Katika Bwana akituita, Timothy alikuwa ameitwa, lakini Paulo anamwambia hilo neno uweze kulitumia kupigana vita zako. Haleluya. Kwa hivyo kila neno linalo neno kwa ukilitilia makini. Haleluya. Nataka ku appreciate kila mmoja. Haleluya. Kuangalia ndugu yako. Haleluya. Ninashukuru Bwana ametenda mema. Haleluya. Sometimes nilikuwa naangalia naona hawa vijana wetu kila mmoja ni crops. Crops. Sasa nauliza kweli hata president tukiambiwa tunaenda State House, tunaweza enda na crops. Nilikuwa naangalia naambia Mungu, Jehova si tukomboe kwa hii. Haleluya. Kwa hivyo leo Bwana ana furaha. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atuzidishie viatu nyingi. Unasema amen. Tusiwe tukipiga kwa nyumba ya Mungu na crops zina mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Atubadilishie mavazi, atupe mingi. Yapo tukikuja mbele zake tukiwa smart. Haleluya. Bwana ni mwema. Kwa hivyo Bwana atubariki, na mmesalimiwa sana na Pastor Peter. Leo angeweza kuja kwa pamoja nasi, lakini ametuweka ndani ya moyo wake na anatuombea. Haleluya. Tutaingia katika neno la Bwana. Sana tulisoma about preservation of our destiny. Haleluya. Yaani hao unaweza kuingia katika destination yako. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona ya kwamba Bwana alikuwa anatufunza na pia alikuwa anatuona about our purpose. Haleluya. Tukaona ya kwamba we can about
from entering to our destiny and our purpose because of our own choices. Hallelujah. Tukaona nani? Tukaona ya kwamba ili uingie katika your place of purpose, ile Mungu amenuia. Unajua Daudi kuna mahali alisema katika Psalms, in your book it is written about you. Hallelujah. Na Yesu pia alisema the same. Hallelujah. In your book, oh God, it is written about me. Na wewe pia kuna kitabu. Because the Bible says, before I knew you, I formed you in your mother's womb. Before you were formed in your mother's womb, I knew you. Kumaanisha kuna mahali tulikuwa tunakaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haujaumbwa wakati uliumbwa kwa tumbo ya mamako. Your spirit was there. Bwana Yesu asifiwe. Because God knew you. Na wakati Mungu alikuachilia kuja hapa duniani, haukuja by mistake. You had a purpose. You had a, yani kuna purpose ile Mungu alijua ni wewe tu unaweza fulfill. Wengine wetu tumeitwa generation yetu. Hallelujah. Wengine wameitwa kwa ajili ya lineage yetu. Kulikosa mtu anaweza simama kwenye hiyo lineage, bloodline, anyamazisha mambo ingine na afungulishie ingine. Hallelujah. So every one of us, we have an assignment. Na ndio unasikia kila mmoja ataenda mbele za Bwana kusema ile kazi alikuwa anamtendea. Sasa wengine wetu tutakuwa ile tuliungua hata hatujaifanya. Na unaenda ati sasa unajua tukikuja hapo tunasemanga amepumzishwa. Mwingine hata Mungu anaangalia amepumzishwa nini. Seriously, sasa hiyo uko mbele ya Bwana. Sasa hiyo unajua mtu akitoka hapa duniani ndivyo anafungukanga mawazo. Ndivyo unaanza kusema, "Oi, si unipe tu kachance." Si yule tajiri na Lazaro. Si alikuwa anasema tu, alikuwa na regret. Hallelujah. Wacha tufanye ile kazi tunafanya. Usiwahi regret. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa tunasema kwa heri, sasa amepumzika. Na kweli mbele za Mungu, saa hiyo hata Mungu anakuonyesha rekodi yako. Unaambiwa hata hujaifanya hata kama. Hakuna kitu malaika wako amewajaza. Hallelujah. Kwa hivyo, sasa tuko bado hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema kanisa liko na purpose na wewe uko na purpose ndani ya hii kanisa. Hallelujah. Vile wewe kwa ndoa, mtoto ana purpose yake, mama ana purpose yake na baba ana purpose yake. Kila mtu ana majukumu yake. Hallelujah. Ili hiyo familia ikasimame, sio mzee tu anasimamishanga. Lazima baba na mama wawe pamoja. Na watoto nao wakikuja, wakiwa wajeuri si wazazi hata wanasumbukana, hata wengine wanagonjeka mapema. Hata wengine wanaondoka mapema. Lakini kukuwa na furaha kwa sababu tuna connect each other. Hata utumishi wetu utakuwa na uraha. Hallelujah. Utakuwa ukifurahia ukisimama hapa kwa sababu watu wamekuaccept. Kwa sababu tuko na unity na tuko na love. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema lazima tuserve God. Tumutafute kwa mioyo yetu yote. Hallelujah. Kama tusiwe kama Amazia ambaye alianza vizuri lakini akamalizia kuabudu miungu ya kigeni. Tukasema pia tujichunge sana wakati tunafufira wa purpose, tuweze kustick to God's instruction. Zile instruction Mungu amekupa za kwanza. Tukasema sauti ya kwanza ndio ya Mungu. So tusiwe kama bibi ya Ruth to backslide along the way. Haya, hiyo ni mambo ya kukuwekanga wewe unajichunga, si ndio? Hiyo ni warning tunaambiwa. Hata sisi tunaweza turn away from what we began. Tukasema ya kwamba tusiwe tukichukua counsels za watu wani mashauri ya watu wale wameanguka. Utafuta mtu ambaye ni mentor. Mentor ni mtu ambaye kila unatamani, kama ni mwimbaji, mtu amemeki, lakini sio mtu alifika katikati sasa anakuambia wewe hata wewe unataka kuimba. Utaona. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta mtu ambaye ameshinda. Hallelujah. Mtu ambaye unaweza chukua kitu ndani yake. Lakini usitafute mtu ambaye amefail. Mtu ambaye alikuwa anasikia sauti ya Mungu lakini siku ya leo hasikiangi. Tukasema ni kama yule nabii mzee. Nabii mdogo na nabii mzee. Alikuwa na mashauri naye nabii mzee akakuja kumpa yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema hiyo ingine. Tuchunge rebellious spirit kama ilikuwa kwa Kora na Dathan. Tusiingiane na watu ambao ni rebellious, hata wewe watakuambukiza. So siku ya judgment ya Mungu ikifika, hata wewe unajajiwa. Hallelujah. Ya 5 tukasema ya kwamba
tusiweze kila mtu ashike position yake, kama Aaron na Hur vile walishikilia mikono ya Moses, naye Joshua akaongoza jeshi wakapigana wakapata ushindi. Haleluya! Tuweze kuwa na mnyenyekevu, tukasema obedient, na tukasema pia unity and love. Upende watu wa Mungu na upende Mungu. Haleluya! Sasa leo tunaendelesha hiyo ujumbe. Haleluya! Lakini sasa tunataka kuona vile pia adui wa destiny yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni maamuzi ya hawa watu. Hiyo ni mambo itatoka ndani yako, ikufanye utoke katika ile njia Bwana alikuwekea. Haleluya! Destiny ni kwamba only God has purpose you uweze kuprevail, ufike mahali pale, ufike mahali pa ushindi, ufike kilele cha maisha yako ukiwa na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna mambo pia inaweza toka ndani yako ikutoe katika hiyo nafasi. Haleluya! Ikunyime hiyo ukuu Bwana amekuwekea mbele yako. Na sasa pia tunaona pia we have another enemy. Twende katika kitabu cha Genesis 1. Genesis 1 kuanzia mstari wa 7. Ufungue moyo wako na tutatoka hapa tukiwa na jambo. Haleluya! Tunaona Genesis 1 ni pahali pale tunapewa habari za kina Musa, vile Musa alitokea. Tunaona uko hapo mstari wa 7. Genesis, Exodus. Hata mmeshangaa naongea mambo ya Musa Genesis. Exodus 1 kuanzia mstari wa 7. Kwa sababu nilikuwa ninaona kuna external enemy of your destiny. Haleluya! Ambao unastahili pia kujichunga. Haya, Exodus 1:7. Kutoka 1:7. Ukifika useme amen. Haleluya. Wacha tusome somo yako na nisome. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao watese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuweka akiba, Pithom na Ramesis. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Bwana Yesu asifiwe. Ukaona kukatokea Farao ambaye hakuwa anamjua Yusufu. Haleluya. Yusufu si tunajua habari yake, vile alikuwa mtu mkubwa, a prime minister in Egypt. Haleluya. Na pia alikuwa amepreserve Egypt, na alikuwa ameletea Egypt utajiri mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu dunia yote kulikuwa na ukame na watu walikuwa wanasafiri wakienda Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tunaona ya kwamba sasa kutekatokea huyu mfalme, na hapo juu tunaambiwa ya kwamba wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, yaani walikuwa wanaongezeka sana. They were fruitful. Bwana Yesu asifiwe. Waliongezeka, wakawa na uzazi, hiyo ni fruitfulness, na alafu wakaongezeka, multiplication. Haleluya. Wakawa wengi, na kumbe huyu Farao anawaobserve
Haleluya. Nataka uone Farao. Hii habari tu imeandikwa hapa. Farao ana represent the devil. Haleluya. Tuko hapa duniani. Our spirit man anakuanga amefungiwa. Juu spirit yetu inasikianga kama iko slave. Haleluya. Iko enslaved. Kwa sababu kile roho inataka, sio kile mwili inataka. Naye shetani ako hapa duniani ku make sure amekamata your soul ili spirit yako isiweze kuprevail. Haleluya. Kwa hivyo shetani huwa anaobserve. Haleluya. Anakuobserve. Anaobserve kwenye familia yenu. Anaobserve kanisa kama hii. Aone hawa watu wanaendeleaje. Anaangalia aone kama mko fruitful, kama mnaendelea kuongezeka, kama mko na nguvu. Haleluya. Anajua akiona kwako kuna kitu kinaweza tokea kizuri, analeta masters wa kukusere. Haleluya. Oppressors, maroho za kukugandamiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine hata wanatumikishwa kazi za matofali, akiba ya Farao. Sio kazi itawasaidia wao at the end of wana Waisraeli wako wanahesabu faida. Bwana Yesu asifiwe. Wakawatumikisha, wakawekea maisha yao kuwa uchungu. Unaona hapo inasema ya kwamba maisha ya wana wa Israeli wakawagadhabisha mpaka wakawatesa sana. Haleluya. Ili tu wasiweze kuongezeka, ili tu wawe wadhaifu. Haleluya. Kumaanisha kama walikuwa ni time ya kustarehe, kwenda gym, hawakuwa nayo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wakilala hawawezi lala. Sio wana mtu kama huyo. Mwingine anaekewa ugonjwa, akijiwekelea hivi ndivyo anaanza kugonjeka. Hiyo inakuanga ni roho ya kugandamiza. Bwana Yesu asifiwe. Imewekwa na shetani kwa sababu wameona kuna potential. Kuna kitu ndani yako kinaweza kuwa kikufanye umtumikie Mungu. Haleluya. Uweze kumtukuza Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiangalia juu about fulfilling yani our purpose in life, lazima tuone ya kwamba kuna vinye shetani ataangalia katika familia, aangalie kama kanisa, aangalie katika mji, aone hawa nikiwaachilia wanaweza panuka, wanaweza ongezeka. Kama sasa ni kama kanisa, anaweza kuja atuletee mambo ya kutufanya tukose kuconcentrate na kazi ya Mungu. Haleluya. Tufanyange vitu ambazo mbele za Mungu hazina faida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuko busybody. Hata hauna nafasi ya kuomba, hauna nafasi ya kwenda fellowship, hauna nafasi ya kuchukua neno la Mungu ulisome. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa nikuambie, uwe busybody mchana mzima, uangaliange inaitwa balancing. Haleluya. Tuwe tukiangalia balancing maisha yetu. Tafuta wakati, hata kama utaamka usiku, ujue vile utakuwa pia bado unalisha mtu wa ndani. Haleluya. Kwa sababu kuna vile shetani niliona anaweza kupatia majukumu kama hao wana wa Israeli tu, ili usiwe na nafasi ya kuongezeka spiritually, ustrengthen your inner man. Haleluya. Ukute kama sisi kanisa tumedhoofika, so hatuwezi fulfill the purpose of God in our life. Bwana Yesu asifiwe. So tukaona na pia tuwe vile makini. Kama shetani akiona unaendelea vizuri, anaweza kukuletea kama ni biashara, ukute umeanza kufanya maamuzi mabaya ya pesa, hauna faida, unakuta ni kuweza. Haleluya. Kwa sababu wamejua pengine Mungu amekuinza akutajirishe ili katika ufalme wake kusiwahi kuwa na aibu. Wewe uwe mmoja wa financials. Haleluya. So wakati unafanya maamuzi, unakuwa sensitive ya kwamba shetani ananiobserve. Haleluya. Nijuange Farao anakuobserve. Bwana Yesu asifiwe. Usisemange tu ni wewe, ukiamka unaenda tu hivyo. Tengeneza your prayer altar. Haleluya. So nikaona hiyo jambo, shetani akaanza kutengeneza assignment zake na akawaekea maoppressors ili wasiweze kuzaana, ili wasiweze kuwa na watu wana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo tunaona ya kwamba ili usiweze kuexercise your authority. Haleluya. Kila mtu ameokoka huwa ana authority amepewa na Mungu. Haleluya. Na ili uweze kuexercise your authority, lazima uange na wakati wa kuwa na Mungu. Haleluya. Lazima uwe na wakati wa kuspend na presence ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Imagine Roho Mtakatifu watu na neglect.
Bwana Yesu asifiwe. Holy Spirit ndiye tu anaweza kukufikia wakati ule utakuwa na hitaji kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Atakupea sauti, tulia, ngojea Mungu. Na kuna vile Roho Mtakatifu ataweza fikia moyo wako kuliko mwanadamu. Hallelujah. Kwa hivyo usineglect your fellowship with the Holy Spirit. Ni ya muhimu sana. Kitu kingine huwa tuna neglect. Watu wanaonanga kuspeak in tongues ni kama tu yani ni kuonyesha tu iko na Roho Mtakatifu. Hallelujah. But let me tell you, na wewe ambao hujajazwa, unastahili kudesire. The tongues of the Holy Spirit, they are fire. Hallelujah. Kuna mahali unafikanga, they are language of angels. Wewe sasa unapoomba, unaongea na pia you pray in the will of God. Perfect will. Hallelujah. Tunajua kuna vile tunaweza enda maombi na una mahitaji mingi. Na ingine hata iko kwa sio ya priority before God. Lakini kwako wewe ni want na need. Hallelujah. Si kuna basic need. Kuna mambo hiyo unahitaji ya maana na kuna kuanga na want. Na sauti ile kubwa ni gani? Si ni ya want. Ukiangalia mtu ana kanywele kazuri. Sasa akili yako na unasahau, badala kwanza uambie Bwana niondoe kwa shida ya kuombaga chakula. Haleluya. Haya, unaona mtu ana gari mzuri. Unasahau, badala umwambie Bwana kwanza nipe nyumba nzuri. See, those are the basic needs. Hallelujah. Huwa mwanadamu wants ndizo zina scream before God. Hallelujah. So ukikuja mbele za Mungu unakutanga tunaombea wants, tuna neglect needs. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So Roho Mtakatifu ataweza kupick needs ili wakati wa maombi uombe in perfect will. Juu Baba Mungu wa mbinguni ni Baba. Anajua ni nini unahitaji, lakini anatakanga tu umwalike. Juu mbinguni liko kwa Mungu, duniani amepea mwanadamu. Na Mungu ni mwaminifu, yani ni just na ni gentleman. Hallelujah. Hawezi vunja kanuni zake. Sio ati Mungu hajuani mahitaji yako, lakini anatakanga wewe mwanadamu, ili Mungu aoperate hii dunia, anatakanga mtu wa kumwalika. Let your kingdom come. Hallelujah. Wewe Mungu hawezi ingilia hali zako. Si kuna watu wanakuja hapa kanisani, anasema Mungu unaona. Unajua kile kimenileta. Unajua pale nimefinyika. Hawezi ingilia kama hujamwambia. Anatakanga umwambie kwa sababu yeye ashakupea hii dunia utawale. Hawezi ingilia utawala wako. Hallelujah. So hata pale ulitawala vibaya, ukaingia kwenye shida, lazima uende mbele zake umwambie nisamehe kwanza, hapa sikukualika, nilifanya kulingana na mawazo yangu, lakini sasa naomba unitoe kwenye hii shida. Hallelujah. Amina. Kwa hivyo, tunaona ili tuweze kuingia kwa papasi yetu, lazima tujue the authority we have as sons and daughters of God. Ujue authority yako. Hallelujah. Hiyo ingine, twende sasa mstari wa 10. Wacha tuende kulingana na maandiko. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena, ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Ujue kwa hivyo shetani atakangi utoke kwenye vifungo zake. Bwana Yesu asifiwe. Na ameweka maroho ya kukuspy. Ameweka, ndio tunasema monitoring spirit. Ingine ni ya kwenu katika familia, inaitwa familia spirit, ambazo zinafanana na watu wenu. So utaota na wao. Ukiona kuna ndoto inajirudia na mtu wa kwenu, ujue sio mtu wa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Ujue hiyo ni maroho. So uanze kudisana, hiyo ndoto inanionyeshanga nini? Kama ni ndoto ya kujirudia. Hallelujah. Usiassume, anza observe. Ujue ni nini hii inaleta. Bwana Yesu asifiwe. Nikiota hii ndoto, what next inafuata? Hallelujah. Shida yetu wa Kristo, Mungu anatufunulia, lakini tunaassume. Hallelujah. You ignore. Hallelujah. Ukiota ndoto, jua siku itakuwa imesahaulika. Unastahili ukipata utastukia, unaikumbuka. Saa hiyo iende vizuri. Hallelujah. Hata uinene.
Wasomi wanasema ukinena haitapotea kwenye mawazo yako, lakini ukisema nitakumbuka asubuhi, utakumbuka blackout. Haleluya, wanavuta. Haleluya. Kwa hivyo twende mstari wa 11, ujue shetani hataki kutoka, utoke kwenye utumwa wake. Basi wakaweka mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba Pithomu na Ramesi. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Haleluya. Tunaona ya kwamba hawa Farao aliwaekea watesi. Kwa hivyo ukiona mtesi amewekwa, usisemange tu huu ni kawaida. Jua ni shetani amekuwekea ili ikulimit. Haleluya. Kwa hivyo ni wewe uinuke, uite Mungu akukomboe kwa hiyo utumwa. Haleluya. Lazima uinuke. Ujue mimi hii Mungu hakuniumba nikae hivi. Shida yetu tuna adapt shida. Haleluya. Unatafuta how to manage kukaa na shida. Na ili hali Mungu anakuambia njoo kwangu, ewe uliyelemewa na mzigo mzito, nami nitakupumzisha. Haleluya. Hoja ya Baba ni atupumzishe mizigo mizito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna hoja, ujue hii ni shida, mimi ni mzigo, halafu unaiadapt. Unajua vile utaikaanga nayo. Bwana Yesu asifiwe. Usizoe kukaanga na kipepo. Usikaange, hakuna agreement yako na shetani. Haleluya. Hakuna fellowship between light and darkness. Wewe ni wa nuru, shetani ni wa giza. Mwekee mipaka kwa jina la Yesu. Haleluya. Sawa, sasa twende mstari huo mwingine. Haya, lakini vile waliwekewa mateso na walizidi kuongezeka. Wana wa Israeli, ukiwa na Mungu, hata wakati adui atajaribu kukutesa, haleluya, bado hautakatwa mikono, bado hautazuiliwa kuwa kile Mungu amekuita. Usiogope mateso. Bwana Yesu asifiwe. Hata shetani akikuwekea mateso, huyu Mungu wa mbinguni kaa connected. Haleluya. Vibaya ni uache kukaa connected na Mungu. Haleluya. Wana wa Israeli hata kama waliwekewa hao watesi, they were in the will of God. Mungu alikuwa ameambia Ibrahimu, uzao wako wataenda nchi, lakini baada ya miaka 400 nitawatoa. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu alikuwa in the will of God. Lazima Mungu angeinua Farao wa kuwatesa ili wakumbuke Misri sio kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa wameadaa. Na wewe saa zingine Mungu ataarao tumateso tukuje ili ujue hapa duniani huku sio kweli. Si mwanadamu anaweza tengeneza nyumba na aone kama huku ni kwake. Anaweza ishi maisha. Ukae sasa hata ujongi Mungu. Kwa sababu ndio sababu Mungu anaoingi tumateso maana. Haleluya. Analeta ili tukumbuke kumuita. Tujue this world is not my home. Ni kupasi na pasi bado. Haleluya. Kwa hivyo bado unaweza kuwa hapa uko na mateso. You are still in the perfect will of God. Kile kinatakikana. Usishindwe kumtumikia Mungu na hiyo mashida yako. Iletange mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kicho umeamua kuniuma. Shetani unataka kuniangamiza na ugonjwa. Na mimi naupeleka mbele za Mungu. Haleluya. Vibaya ni ukae kwa nyumba uanze kutengeneza unaitanga piti pati. Haleluya. Kujihurumia. Tafuta neno la Bwana. Neno linaambatana na hiyo hoja yako. Anza kuomba na hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Anza kusema mimi ninakataa kufa. Kama umeletewa ndoto ya kifo ya mapema, I will not die before my time. I have a destiny. I have a purpose. Na wakati uko na uzima, si ufanye hiyo purpose. Ili wakati hata ule umefinyiliwa, kwani Mungu atajua na pale Mungu ameachilia shetani ya mtesi, ile nani atafanya. Lakini wengine hata sasa tuko wazima, hata sasa tuko yote inakuwa imefanana. Hauonekani mbele za Mungu. Hauna impact. Bwana Yesu asifiwe. Hauna mguzio. Kiswahili impact. Hatukujui kama ulikuwa ama hauko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu akiwa kwa kitanda itabidi niulizie na kwa nini fulani hajakuja? Kwa sababu kuna mahali kumelema. Haleluya. Kwa hivyo lazima wewe papasi yako wacha tuisikie. Haleluya. Wacha tuisikie. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati utakuwa umeteseka,
tunaweza kukulilia mbele za Bwana. Haleluya. Kwani Dorokasi angefufuliwa na Peter? Haleluya. Amina. Dorokasi alikuwa na impact. Alikuwa mjane na alikuwa mzee, lakini alikuwa anatengenezea wajane na wale hawajiwezi masweta. Haleluya. So akikufa hawa wana haki ya kwenda mbele za Mungu wakiwa na hizo masweta, waseme sasa nani atakuwa akituvalisha? Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha hangekuwa replace. There was nobody to replace her. Hakuna mtu mwingine alikuwa anafanya hiyo alikuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe katika kanisa hii si uwe na impact. Tujuane leo fulani hakuwa mahali pake, tumesikia hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaendelea vizuri? Tulisema tunaangalia mambo ya purpose. So ndio Roho wa Mungu akiniusha kama hiyo ya Dorokasi tunasema. Haleluya. Haya, hiyo ingine tunaona mstari, tuko mstari sasa tumemaliza mstari wa 14. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Haleluya. Na 15. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha. Kwa hivyo shetani akishindwa kuzuilia uzae maono. Haleluya. Uwe na jambo ambalo ukilitumia, shetani akizuilia kipawa chako kiendelee. Haleluya. Akishindwa kuzuilia upate maono. Unajua unapatanga maono vile unakaribia Mungu, vile unakaribia watumishi wa Mungu, ndivyo unaanza kujua kuna kitu unabadilishanga. Haleluya. Hata wewe unaanza kujiona nani naweza. Nilikuwa kweli naona siwezi na ninaweza. Hata mimi naweza fanyika kitu. Haleluya. Hiyo shetani akishindwa kukuondoa. Haleluya. Ili uconceive. Haleluya. Hawezi kuconceive kuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukuje karibu na wale wana roho. Haleluya. Ili Roho wa Mungu aanze aupe kitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Uachilie kafimbo kako tu kamekauka. Haleluya. Lakini in the presence of God inaanza kuupa kuwa kitu. Haya, hii ninaweza iachilia mbele ya Farao ikawa nyoka. Ikameza nyoka za wachawi na waganga wa Misri. Haleluya. In the presence of God. Kwani fimbo ya Musa si ilikuwa fimbo tu imekauka. Alikuwa anaitumia kuchunga kondoo za baba Mungu. Lakini wakati aliambiwa, ni nini uko naye? Ni kijiti, weka mbele zangu. Mungu na wewe lazima utafute mahali kuna uwepo wa Mungu. Uconnect na mahali pana uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unaendana na watumishi wa Mungu. Uwepo wa Mungu uko mahali watu wa Mungu wameungana. Haleluya. Usongee kwa madhabahu ya Mungu. Ili kile kiko ndani yako unaweza kuwa unakidharau, lakini kikikuja katika uwepo wa Mungu unaanza kuona haya iko hai. Haya nimeimbisha vizuri. Na unajitia nguvu, unaanza practice na bidii. Unajua haya waliimba, hawakunyamaza nilipochukua mic. So unakuwa motivated. Haleluya. So wakati ninakwambia to conceive a vision ama a ministry, lazima uwe kwa presence ya Mungu. Haleluya. Ni kwa sababu Roho wa Mungu ndiye atafanya uweze kuconceive things of the spirit. Haziconceive na fresh. Haleluya. Kwani Mary aliambiwa aje? The Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will overshadow you. When we come in the presence of God, Roho wa Mungu anakuja juu yetu. Tunaanza kubadilishwa mawazo, tunaanza kubadilishwa moyo, tunaanza kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. So wakati shetani ataona bado unakuja katika presence yake. Haleluya. Na kitu kimeumbwa. Na sasa kuna kitu. Si hapa kuna watu wamebeba. Kuna kitu umebeba na unatarajia siku moja nitazalisha hii maono. Haleluya. Amina. Sasa shetani akitoka kwa level ya amekuzuilia, ameshindwa kukuzuilia utoke kwa nyumba ya Mungu ili ukae kwa barrenness, ukae kwa wilderness, ukae wandering huko desert, hakuna kitu spiritual umezaa. Leo unakaanga tu hivyo. Siku inaendelea tu, masiku yako inaendelea, hauna purpose before God. Bwana Yesu asifiwe. Akishindwa tena, sasa ukiconceive, ashindwe tena
akikupatia makazi nyingi, majaribu, mateso, hii ya matofali, unafanya kazi ambazo hazina profit. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta hata kuna watu wanaweza taka kuja kwa presence ya Mungu, lakini kazi zile wanafanyishwa hawezi kuja sana. Bwana Yesu asifiwe. So the next thing, ikikataa kutoka, hiyo tunasema akuabort ama miskari. Mama akiwa na mimba, apewe kazi hizo za matofali, ataweza kusurvive na hiyo mimba? Na wewe sasa ukipewa na usurvive, Shetani the next thing anakugojea mahali pa kuzalisha. Anakuhesabia basi. Bwana Yesu asifiwe. Anajua haka kako karibu kuzalisha, kaende mahali sitakafikia hapa. Kwa sababu sasa katoto kakizaliwa sikamezaliwa. Bwana anakagojea pale pa kuzalisha. Haleluya. So twende hapo tuone 15. Kisha mfalme wa Misri akasema na wasalishe wa Waebrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katikati kuzaa, ukiwa ni mtoto mwanaume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Haleluya. Boy child. Wakiwa hali ya kuzalisha, wakati uko desperate. Mwanamke hakuna wakati yako desperate kama wakati wa kuzaa. Uko kwa uchungu, hata mtu kwani nguo hata kufunika unanyonga uko uchi. Haleluya. Ile stress uko nayo, hata ujuangi nani atakuzalisha. Haleluya. Sasa hao walikuwa na Shifra na Pua. Haleluya. Nakwambia Shetani ni mjanja. Haleluya. Anawaambia nyinyi mnaozalisha, hawa wanawake wa Kiebrania wakati wako katika hali ya kuzaa, sasa hiyo wako desperate. Hata uwezi, unajua sasa hiyo uko desperate. So sasa hiyo mtu anakuwa in the mercy of the midwife. Mtu yule anakuzalisha, ndiye anaweza kukua ama uwe mtoto wako. Haleluya. Anaweza kushika handling ndio mtoto wako akue amelemaa. Haleluya. Kwa hivyo wakati huo uko desperate. Kwa hivyo kumaanisha ili ubebe hii mimba ya kiroho, kuna jambo, na sisemi tu kwa watumishi, na hata wewe kuna jambo unataka Mungu akufanyie hata na kimaisha yako. Hiyo ni kitu uliconceive na unazidi kuiombea ikatimie. Haleluya. Ujue wakati ule karibu uzae, kuna uchungu ambao utakuweka in desperateness. Unashindwa hii uchungu, unashindwa hii katoto katazaliwa lini. Haleluya. Kamenisumbua sana miezi 9, kamekuwa kakinisumbua na sasa kako hapo. Wengine tu hawaumi, wengine wanaumwa. Haleluya. Kila mtoto anakuwa na uchungu wake. Sio wa kwanza anakuwa na uchungu wake, wa pili si kama hata wale walizaa 6 ni Mungu awabariki. Haleluya. Kwa hivyo lazima tunaona our parents. Baba barikini yuko mama. Haleluya. Kwa sababu kama ni sisi siku hizi, mmoja wa pili, hata mtu hata watu wanaanza kusema bado unataka mwingine. Yaani ni kama umefanya dhambi. Si hata akipewa 10 ni sawa. Haleluya. Ni baraka. Haleluya. Lakini generation hii, mtu azae wa kwanza wa pili, hata unakuta ako na, unaona tu watu wanaanza kusema na bado. Haleluya. Sio vibaya, ni baraka. Mungu alisema be fruitful. Wewe ukijaza dunia yako achana na wengine. Haleluya. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Imagine sasa hiyo mama ako desperate. Sasa hiyo ndivyo Farao anatoa advice kwa yule anamzalisha. Sasa hiyo ukiona tu ni kijana, kaue. Kama ni kasichana, wachana naye. Kwa hivyo wewe usiulize kwa nini mimi napigana vita. Haleluya. Inategemea ni nini unazalisha. Inategemea maono gani umebeba. Kama umebeba ya kuzalisha waru, nani anauliza? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ile unabeba hata Shetani anataka isizaliwe. Haleluya. Kuna ile umebeba deliverer wa familia. Kuna ile umebeba the next king. Haleluya. Kuna ile umebeba the seed of the family. Haleluya. Hiyo ndio sasa inategemea. Kwa hivyo usiulizane kwa nini fulani haulizani. Usiulize, unategemea ni nini umebeba, ni nini unaenda kuzalisha.
Kama wewe unazalisha tu kitu ya kawaida. Na sisemi wasichana ni wa kawaida, lakini unajua sisi tunaweza adapt mahali popote. Haleluya. Wasichana wanaweza adapt mahali popote, lakini boy child hawezi adapt kila mahali. Hata wewe mzazi uko na boy child ukimwachilia, hope yako inaweza potea hivyo tu. Jina la familia linaweza potea. Inaweza potea. Bwana Yesu asifiwe. Na sijasema wasichana wasiangaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uangalie, kwa sababu kwa nini Farao alisema ukiona ni msichana huyo muache, kwa sababu msichana anaweza olewa na Misri na aendeleshe generation ya Wamisri, hata endelesha ya Waisraeli. Haleluya. Usimuulize nini. Kuna mtoto unasikia anaitwa Wamboi Jerry. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akasema kama ni kijana, kamalizia hapo. Kwa hivyo wewe kile umebeba itamjali kama ni kitu ambayo ina seed. Haleluya. Ya kuendelesha godliness in the family. Kama umebeba kitu kitabadilisha, kitatingisha misingi ya ukoo, ujue hautakuwa na nafasi nzuri, yaani hautakuwa na hapo time. Ujue lazima uwe makini, hata kama uko na uchungu. Na huo uchungu unaangalia ni kijana. Leta kwanza tishike hapa, alafu kumbukake ulikuwa na uchungu. Haleluya. Kwa hivyo huwezi achilia maono yako hivyo. Hauwezi beba papasi yako hivyo. Na unajua kile mandate yako inafulfill, ni kitu inatingisha misingi. Haleluya. Unajua nawaambiaga kutingisha misingi. Haukui kama yule mwingine. Unapigana. Ukijua kwa familia yenu wewe unazalisha jambo mara ya kwanza. Huwezi kaa kama yule mtu alikanyangiwa maji yake ilishatengenezwa njia. Huyu yeye hana kichaka anafyeka, lakini wengine wetu sisi tunaangaa tukifyeka. Ndivyo ukiingia kwa maombi lazima ujue uombi kama mtu wa kawaida, lazima uache kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtu ambaye mimi nasema kwangu, mimi ni mimi mchungaji kwa ukoo. Haleluya. Wewe ndio umeokoka. Ndio unaanza kuombea familia ipate nuru ya Mungu. Haleluya. So unadhani unapitia hali, hata ninakumbuka sasa yangu alikuwa ananiambia, unangojeka juu na fasting sana. Ni kuomba unaombaga sana. Si uombange kama Waislamu. Wanafast na wanakula usiku. Mimi siku kulingana na yeye. Haleluya. Nitamwambia sana. Saa hii alikitanga. Sasa hii ananiambia na nimejoin group ya kuomba 40 days. Haleluya. Kwa hivyo ukisikiza sauti zingine zitakuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua kile umebeba uzito wake. Lazima uwe na makini kuliko hawa watu wengine, usijikompea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua kuna wazalishaji wanaweza kuwa. Haleluya. Ukienda kwa careless midwife atakuulia. Hana wakati wa kukuombea usiku. Ati sasa achinja hapo. Ukikuja kanisani ukose kukuja ni shida yako. Haleluya. Inategemea mchungaji yule uko chini yake, kama atakubali kupigana vita kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wachungaji hawawezi kukupigania vita. Hata hajali. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna yule amewekwa hiyo roho ya kuzalisha. Hata akikukosa atakufuata. Haleluya. Na usiwe na makasiriko unaniambia nisikufuate. Unajua hiyo ni kuniweka wapi? Haleluya. Umeletwa hapa ni kufuata. Nina haki ya kukufuata. Si usikubali niwe pastor wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe hata sasa hivi umekwazika, umefika mwisho. Wewe kubali mchungaji akuje hapo. Haleluya. Usiwahi nipigia kuniwekea stopa. Ukiniwekea stopa inanifinyilia hata mimi ndani yangu. Haleluya. Because I am accountable. I am accountable for you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hivyo nataka umeletwa hapa tuzalishe. Wewe Farao anataka ama hataki? Lazima tuzalishe kile kiko ndani ya. Na lazima sasa ukubali mchungaji wako awe midwife. Hata kama uchungu umeanza saa 9 ya usiku, mwambie mchungaji, mimi nashindwa kuvumilia mpaka asubuhi. Juu naanza uchungu wangu. Naanza usiku. Ili nikwambie acha tusugue mgongo.
Wacha tuendelee kungojea wakati. Kasikufe. Haleluya. Una imagine wewe kubeba miezi 9. Minister, kubeba miezi 9. Na sasa ile uchungu unaanza. Ndivyo tunataka kakufe. Ati ndio haleluya. Tunakataa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo nikaona Shetani anangojea hapo wakati wa kuzaa, lakini kwa wana wa Israeli Mungu aliwapa Shifra na Pua. Tukisoma hapo chini, juu nataka tumalize. Haleluya. Tusome hapo ati akawaambia wangojee. Kwa hivyo ujue kutofautisha ni nini unabeba. Wakati mimi Mungu aliniambia ametupa, ninawaambianga vizuri. Mimi nilikuwa nangojea mtoto, hata waleo kako kasweta kako. Kale tulikuwa tunanunua ka sweta. Wewe nitakuja kukapeana. Haleluya. Nitakapanda. Haleluya. Hapo niko nako mpaka waleo sijui ni miaka mingapi. Bwana Yesu asifiwe. I was stressed. Mtanua alikuwa mwaka ameuliza miaka mingi. Mimi niko desperate, nataka mtoto. Haleluya. So nimeambiwa Bwana nitakupa mtoto. Nikafuata, nikashindwa ni nini? Na Mungu akikuahidi hananga shaka. Ndio nakwambia kuna wakati wa kungojea Mungu. Haleluya. Nikangojea. Sasa vizuri mimi midwife wangu alicheka siku moja. Akaniambia, "Sikuona amekuteremshia Samuel." Sasa na mimi na mpaka na nilinunua kasweta na sioni Samuel. Sioni ni maombi mingi tu nimepewa, yani Mungu ukizalisha maono na kwambia utaomba. Unakuta hata unaomba kama wazimu, hata ujui mimi unaomba. Haleluya. Haya, nikawa sasa unaomba na kufunga. Na ujui ni kwa nini umewekwa hiyo zili. Akusikia ni kama tractor na guru. Sasa kaniambia, "Si ninakwambia Mungu asishashukisha Samuel na atazaana sana. Na wewe na mume wako mtamlelea Samuel." Sasa ninashindwa Samuel si basi akuje nimsikie hapa. Kwa nini haiji? Haleluya. So Samuel nikaambiwa ni kanisa hii. Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa na Samuel. So Samuel adui alikuwa anamgojea Mungu. Na unaona kweli mimi kama sio Mungu ni kaburi nilikuwa naenda. Kama sio kuwa na midwife mzuri. Haleluya. Kama sio midwife mzuri nilikuwa naenda wapi? Kwa hivyo nakwambia, jua yule roho ambaye Mungu amekupea mchungaji wenu. Haleluya. Kwa sababu huwezi kuwa midwife kama wewe hujawahi midwife. Kama ulizaliwa na mtu careless, hata utakuwa careless. Lakini mimi najuanga, ili mtu aingie katika destiny, uwe kwa mikono mizuri, utazalisha chochote. Hakuna haijalishi. Haleluya. So, tunaona ya kwamba Shifra na Pua akasema waue vijana. Lakini tunaona ya kwamba lakini wale wazalisha tuko 17 walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakahifadhi hai wale wanaume. Haleluya. Kwa hivyo Bwana amekuja mahali hapa, anataka uhifadhiwe baraka yako, uhifadhiwe maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, mimi namcha Bwana na siwezi taka, na ndio unaonanga yoyote akija anione ana kitu ya Bwana. Hazurama amekaribia uwepo wa Mungu, atazalisha. Haleluya. Atazalisha, haitakufa, haitakosa kuwafikiana your purpose. Kwa hivyo kile nataka kukuambia, kubali kukaribia madhabahu, kukaribia uwepo wa Mungu. Tujue hicho uko nacho, kizalishwe. Haleluya. Na wewe pia ukubali kucooperate. Kwa sababu nao hawa wanawake wa Ibrania kama hawange cooperate na kina Shifra, hata wao wangeuliwa. Haleluya. Wangeenda kwa mikono ambao sio ya Shifra na Pua, wangeuliwa, wangeenda kwa midwife wengine. Haleluya. Unaweza toka hapa na ndio tumeambiwa hapa ufunikane kile uko nacho. Haleluya. Ufunikane kile uko nacho. Ndoto zako sio kwenda ukiambia kila mtu. Unaweza enda kuambia muraguzi. Muraguzi ni roho ya kuua. Huyo ni wa Farao. Haleluya. Lazima utofatishe watumishi ni roho gani wako nayo. Anamcha Bwana, huyo atakuzalishia maono yako. Haleluya. Lakini ukienda kwa muraguzi, ujue huyo usiku atakuja kuinterminate. Atakuja kukubadilishia. Haleluya.
Tunaendelea vizuri. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalishaji na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalishaji wakamwambia Farao, nataka leo tupokee hiyo neema. Ni kwa sababu hawa wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri. Nataka tupokee hiyo neema. Tusiwe kama wa Misri. Haleluya. Ati kwa kuwa ni hodari wao hao. Uwe hodari, uwe shujaa. Maono yako usiachilie. Hatima yako usiachilie. Kusudi lako la Mungu kuwa hapa usiliachilie. Hata ukikuta unasukumwa, wewe ung'ang'ania hapo. Hata mchungaji hajakwambia tumemalizana na wewe. Kwa nini wewe ukubali kutoka? Haleluya. Wewe mwingine wote tuko chini ya mchungaji. Haleluya. Siku na wakati hapa kulikuwa na manabii. Mpaka nikashindwa sasa hawa. Bwana aliniambia mtu yoyote hata kuja na mataito gani ako chini ya mamlaka yangu. Kwa akiingia hapa akae pale. Mimi ndio administrator. Isiwahi kuogopa mtu. Ati hata kama anasema anaona anafanya. Hana mamlaka, ako chini yangu. Haleluya. Kwa hivyo kwa nini wewe ukiogopa kama Mungu amenipa authority? Haleluya. Hatujapewa fumbo wawili, tumepewa fumbo moja ya kuchunga. Wengine wote tunastahili coordinate pamoja. Tuinue kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiwahi kubali wewe utumike kufanya mwingine abort papasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe tukichokozana ukiona huyu ako na kijana na wewe uko na msichana. Ni Bwana anapeananga maono. Ni Bwana anapeananga karama. Ni Bwana anapeananga huduma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iwe ni msichana ama ni kijana, kiingia kwa nyumba tunaitanga wote mzazi. Kwa hivyo hata yako itashine. Lakini nataka tutuzane, tusiwe wa kudiscourageana. Usiende kuuza mwingine huko maono yake, unamuguza kwa wanaguzi. Ana shida akishambuliwa kwa sababu ulienda kusema huyu anaonekana ndiye anaweza kuinua hiyo kanisa. Sasa unakuta mmoja ameshambuliwa, tumeshaletwa tuko kwake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuwe wa kufunikana. Haleluya. Kila mmoja aweze kuzalisha kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kuharibia mwingine sifa. Ati useme kama sio huyo wote tungeshine. Hakuna mtu wako hapa kwa kushine mwingine. Wote ni stars of God. Amina. Haleluya. Tunapotumika before God vile ulitumika. Hata kama hukuweza kuruka kama pastor lakini ulifanya hivi. Hata before God kuna thawabu. Amina. Haleluya. Because bila wewe kanisa haliwezi kuwa vile liko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo habari ni mingi. Kwa hivyo tunataka tujiombee uhodari. Ya kwamba sisi hatutakuwa kama wa Misri. Mimi sitavunjika moyo kama Misri. Mimi nitakuwa hodari. Na kuzaa kabla mzalishe hajapata kuwafikiria. Uzalishe. Unidi kwenda kwa mraguzi akutafsirie ndoto. Haunidi kwenda ukisema mandoto zako huko. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenda katika pahali pasiri unajiombea, unasikia neno lile Bwana anakuelekeza nalo. Na hili imekushinda kuja kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna mtu ana sababu ya kutokuzalisha maono yake. Haleluya. Leo tunataka tuwekwe distinction. Tusiwe kama wa Misri. Watu wanaanza hawamalizi. Haleluya. Tunataka kuzaa vijana wetu kina Musa hawatauliwa. Haleluya. Deliverers of generation. Deliverers of the people of God. Ministries zizaliwe hapa ambazo zitaenda kukomboa Machakos huko. Ule mchungaji hatafika. Haleluya. Si tuliambiwa tumepewa mandate ya Machakos. Ndio sababu nanena juu ya Machakos. Haleluya. Kuna Machakos ni kubwa na hatujajaza hata hatujaanza kuweka. Haleluya. So, sisi tukubali kushikana na tuwe kubali yako ishai. Kubali kuje mbele ya Bwana. Nipewe uhai. Tusimame.